Siku muhimu ya wanawake duniani. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 3. Maisha Daily TV tuko kuangazia kina mama ambao wamethubutu lakini pia wameweza kwenye nyanja mbalimbali. Ni mwanamama ambaye ameweza kuthubutu kwenye fani yake ya mapambo. Ni mpambaji maarufu, anaitwa Melis Gwasa, ali maarufu kama Kipotabo ndani ya wilaya ya Ngara mkoani Kagera. Mama karibu, tutaenda kwa ufupi. Umethubutu vipi kutengeneza jina ulilonalo leo ukiwa mpambaji maarufu? Karibu. Asante. Nilianza kwa kuthubutu kwa kujifunza kutoka kwa watu mbalimbali. Maisha unajua yanakufundisha kila kitu. Nilikuwa chuo cha utumishi wa umma mwaka 2002. Nikawa naenda kumbi mbalimbali, naona wakina mama wanajishughulisha na kupamba. Nami nikawa nasema, hivi na mimi nikijaribu sitaweza kufanya kazi kama hii. Nimeenda tukatengeneza kikundi kama kikundi, tukaanza kupamba. 2010 nikajitegemea mimi binafsi, nikaanza kupamba. Nimeendelea taratibu, natafuta vijana wanaiba, wanafanya nini, lakini mwisho wa siku nimeajiri watoto wangu wa kuzaa baada ya kuwa nimewafundisha. Kwa hiyo kampuni yetu tunafanya kama familia, lakini wanalipwa kama mtumishi mwingine anavyolipwa anapofanya kazi. Mpaka sasa tuko hatua nzuri kabisa kwamba imefikia mpaka kipindi nagombea tuzo za mpambaji bora, na nilipata tuzo ya mpambaji bora wa mkoa wa Kagera mwaka 2023. Changamoto tunazokutana nazo ni nyingi, na hasa ni ile kudharauliana, hasa sisi kwa sisi tulioko hapa Ngara. Unapokuwa kumetokea michango ambayo ni mikubwa, mtu anaona kwamba we mtu wa Ngara hauwezi, lakini analeta mtu mwingine kutoka sehemu nyingine kwa ajili ya shughuli kama hiyo unaoifanya wewe, badala ya kukuinua wewe uliyeko maeneo yale. Mwisho wa siku anapokuja kufanya kazi haina tofauti na ya kwako unaoifanya. Kwa hiyo ina maana niseme ni chuki, hatupendani sisi kwa sisi wenyewe. Asante. Sawa, ikiwa wewe ni kama chachu kwa wanawake wengine lakini pia vijana wa kike ambao wanachipukia, hakuna vijana ambao wamekufuata na wanawake kadhaa kwa ajili ya kujifunza fani yako hii ya upambaji? Wapo wengi tu, na wapo ambao nimeshawafundisha na wengine wanaendelea kujitegemea. Kuna mmoja yuko Singida anaitwa Jackson, na kuna mwingine yuko Karagwe anaitwa Alexi, na kuna mwingine yuko Mwanza anaitwa Gabriel. Wote hao ni vijana waliopitia kwenye mikono yangu, na sasa hivi wanajitegemea, wanaweza kufanya kazi zao binafsi za kupamba kama mimi. Lakini pia nahitaji utoe hamasa kwa wanawake ambao wameajiriwa kwenye nyanja mbalimbali, lakini pia serikalini, lakini pia wamejiajiri kama wewe. Unawezaje kujigawa kufanya shughuli za umma lakini pia na shughuli zako binafsi za kujiajiri? Kwa sababu wakina mama wengi tunaona kama wameajiriwa, wanaona kama hawawezi tena kujiajiri, wanabaki na ajira moja, hawawezi kuthubutu kwenye fani nyingine za kijamii ambazo pengine zingewavusha kwenye hatua nyingine ya kimaendeleo. Asante. Mimi kwanza mpaka kuthubutu kufanya hivi, niliangalia madaktari. Unaenda hospitali mbalimbali, unakuta aidha daktari ana hospitali yake au dispensari yake au ana duka la madawa. Anapotoka kazini, ule muda wa ziada anautumia kufanya shughuli zake za ujasiriamali. Kwa hiyo na mimi nilianza kidogo, na ndio maana mwisho wa siku baada ya kuona kwamba ninapoajiri vijana ambao ni wa kutoka nje ninaibiwa, nikaamua kuajiri wa kwangu wa ndani. Kwa hiyo wanafanya kazi kama ni muda ambao ni wa kazi, wao wanafanya kazi na wanajisimamia vizuri, na mimi ninapotoka kazini naenda kufanya kazi hiyo ya ziada. Okay, ikiwa ni siku ya wanawake duniani, ni siku yako maalum, akiwa ni mama mpambanaji ambao umethubutu na umeweza, na ulichokiweza kinaonekana ndani ya jamii. Melis Decoration ama Kipotabo Decoration inaonekana ndani ya wilaya ya Ngara. Leo ni siku yako, unajivunia nini na nini cha mwisho cha kuiambia jamii juu ya uthubutu wako kwa ujumla? Asante. Ninacho cha kujivunia kwa sababu kufanya kazi kama hii ya kuhamasisha wanawake wengine ni kazi ngumu, lakini tumejaribu na ninaona tumefanikiwa kwa 100%. Wanawake wamehamasika na tutakuwa wote pamoja pale Kabanga New Free Park. Tunaendelea kuzungumza na akina mama wengine ambao tayari wameshapendeza, wamevalia sare zao kabisa, lakini ni ngazi fulani ya uongozi, kwa sababu tayari tumeshaona akina mama ambao wamethubutu kwenye ujasiriamali mdogo, lakini unaleta maendeleo. Tumeenda kwenye mama wasusi, wapambaji, lakini na hapa niko na mwanamama ambaye yuko kwenye ngazi ya uongozi, ni afisa maendeleo ya jamii ndani ya halmashauri ya wilaya ya Ngara. Josephina Usatila, mama karibu. Asante sana ndugu mtangazaji.
Mimi kwa majina naitwa Josephine Lusatira. Mimi ni afisa maendeleo ya jamii na ni mratibu wa maandalizi ya maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani. Sawa. Mama, ukiwa kama mwanamke ambaye umethubutu kwenye ngazi na nyanja ya uongozi, sio kitu rahisi kuwa na ujasiri, lakini pia kuwa na msimamo. Tunasema kujisimamia, kuwa kiongozi, kuwa na watu chini yako ambao unaweza kuwaongoza, kidogo inahitaji busara, inahitaji kupunguza hasira na kupunguza mazoea. Unawezaje kuwaratibu wale watu ambao wako chini yako bila upendeleo, lakini kwa ujasiri zaidi na kwa kuvuka vikwazo? Asante sana. Kwa kweli uongozi ni kazi. Na ukiona mtu amefanikiwa, ujue ametumia busara nyingi sana. Kwa sababu binadamu tuna tabia tofauti, tuna silka tofauti. Kwa hiyo kama kiongozi unatakiwa wote uwaweke katika upande mmoja. Mwenye tabia hii na hii na hiyo, lakini wote unapowaongoza inabidi wote ujitahidi wewe sasa utakavyofanya ili wote wawe kitu kimoja. Lakini mimi nashukuru fani yangu ya maendeleo ya jamii, kwa sababu maendeleo ya jamii sisi tunadili na watu ambao wana tabia tofauti, wana hulka tofauti. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunajifunza ili wale watu uweze kuwaleta pamoja na kuwa kitu kimoja, ni vitu gani unatakiwa kuvifanya. Kwa hiyo hata fani yangu inasaidia tunapokuwa tuna organize vitu au tunaratibu kama shughuli kama hizi za maadhimisho na vitu vingine. Kwa hiyo tunatumia na fani pia ili kuweza kuwaleta watu tofauti tofauti kuwa kitu kimoja na kuweza kusimama katika kile kitu ambacho tunalenga kukifanya, hatimaye tunafanikiwa. Hivi ndivyo ambavyo nimeweza kukutana na wanawake ambao wamethubutu kwenye nyanja na fani mbalimbali. Lakini pia tumeona kwenye uongozi akina mama wanathubutu na wanaweza kuongoza wanawake wenzao pamoja na jinsia nyingine ya kiume. Ulikuwa nami Aunty Julia na hii ni Maisha Daily TV ikikuangazia leo siku ya wanawake duniani tukiwa wilayani Ngara mkoani Kagera. Baki nasi.